بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ewe uliyejigubika, simama uonye, na Mola wako mlezi mtukuze, na nguo zako zisafishe, na yaliyo machafu yahame, wala usitoe kwa kutaraji kuzidishiwa. Na kwa ajili ya Mola wako mlezi subiri, basi itapopulizwa barugumu, siku hiyo basi itakuwa siku ngumu. Kwa makafiri haitakuwa nyepesi. Niache peke yangu na niliyemuumba, na nikamjalia awe na mali mengi na wana wanaonekana, na nikamtengenezea mambo mazuri kabisa. Kisha
anatumai nimzidishie. Hasha, kwani hakika yeye alikuwa akizifanyia inadi aya zetu. Nitamtesa kwa mateso yasiyowezekana, kwani hakika yeye alifikiri na akapima. Basi ameangamia vipi alivyopima, tena ameangamia vipi alivyopima. Kisha akatazama, kisha akakunja kipaji na akanuna, kisha akaipa kisogo haki na akatakabbar, na akasema, haya si chochote ila ni uchawi ulionukuliwa, haya si chochote ila kauli ya binadamu. Nitakuja mtia kwenye moto wa sakar, na nini kitakujulisha ni nini huo moto wa sakar? Haubakishi wala hausazi, unababua ngozi wenyeusi, juu yake wapo 19, na hatukuwafanya walinzi wa motoni ila ni malaika, wala hatukuifanya idadi yao hiyo ila kuwatatanisha waliokufuru, wapate kuwa na yakini waliopewa kitabu, na wazidi imani wale walioamini, wala wasiwe na shaka waliopewa kitabu na waumini, na wapate kusema wenye maradhi katika nyoyo zao na makafiri, Mwenyezi Mungu amekusudia nini kwa mfano huu? Ndiyo kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha apotee amtakaye na humuongoa amtakaye, na hapana yeyote anayejua majeshi ya Mola wako mlezi ila yeye tu, na haya si chochote ila ni ukumbusho kwa binadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Muddathir imeteremka Makka. Sura hii tukufu inamhimiza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam awaonye watu wake na amtukuze Mwenyezi Mungu mtukufu na ayaache yasiyofaa kutokana naye, na imesimulia habari za kupulizwa baragumu na shida za adhabu zitazowashukia makafiri, na inamuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam amwachilie mbali anayepinga fadhila alizofanyiwa, na kisha anatumai bado azidishiwe bila ya kutambua wala shukrani. Na sura imebainisha vipi kulikuwa kufikiri kwa huyo mwenye kupinga na kuikataa Qur'an, na ikafafanua vipi itakuwa adhabu yake katika moto wa sakar ambao unaelezwa kwa njia ya kutisha na kuhofisha, na ikataja habari za nafsi kwa zinavyochuma kheri au shari, na ikaeleza hali ya watu wa mkono wa kulia na wanavyowakejeli wakosefu kwa kuwauliza nini kilichowasukumiza motoni. Na sura imehitimisha kwa kusimulia kuwa Qur'an ni ya mwenye kutaka kuaidhika, na wenye kuaidhika ndiyo watu wacha Mungu na ndiyo wenye kupata msamaha. Ewe uliojigubika kwa maguo, inuka hapo kitandani na wahadharishe watu na adhabu ya Mwenyezi Mungu kiwa hawaamini, na mkusudie Mola wako mlezi mahususi kwa kumtukuza, na safisha nguo zako kwa maji kuzitoa najisi, na iache adhabu, yaani kuwa daima mwenye kujitenga na yanayopelekea kupata adhabu, wala usimpe mtu yeyote kwa kutumai kupata zaidi kwake katika kile unachompa. Na kwa ajili ya kumridhi Mola wako mlezi, subiri na stahamili juu ya maamrisho na makatazo na kila jambo la juhudi na mashaka. Na nitakapopulizwa baragumu, huo ndiyo wakati wa siku ya shida kwa makafiri, wala siwepesi kwao kujitoa na majadiliano ya hisabu na vitisho vinginevyo. Niache peke yangu na huyo niliyemuumba, kwani hakika mimi ninatosha kukifia mambo yake. Nimemjalia mali yaliyokujuliwa, yaliyoenea, yasiyotindika, na wana wanaotokea hadharani naye, na nikamkunjulia cheo na ukubwa kwa ukunjufu uliotimia. Kisha tena anatumai nimzidishie mali na wana na cheo bila shukrani yoyote. Kuivunja hiyo tamaa yake, tunasema kwamba kwa kuwa yeye alikuwa akikadhibisha Qur'ani kwa inda, tutamgubika kwa adhabu yenye mashaka, wala hataweza kuikwepa. Hakika yeye amejifikiria nafsi yake na akajitengenezea kuyasema ya kuitia ila Qur'ani, basi kwa hivyo amestahiki kuangamia huko.
vipi alivyojiandalia kutia ila hiyo kisha akastahiki maangamizo hayo. Vipi alivyojiandalia kutia ila hiyo kisha akaziangalia nyuso za watu, kisha akakunja uso wake na akazidi kukunja, kisha akaipa mgongo haki na akajivuna kuwa ati haitambui, na akasema haya si chochote ila ni uchawi ulionukuliwa kutokana na watu wa kale. Maneno haya si chochote ila ni maneno ya viumbe alivyojifundisha Muhammad, na akadai kuwa ati ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Nitamtia motoni anguwe humo. Na nini kitakujuvya hiyo jahanamu ni nini? Haibakishi nyama wala haisazifupa, ila italiunguza tu. Ngozi babuke wenye usi, juu yake wako 19 wanaoangalia kazi yake na kuadhibu waliomo. Na hatukuwafanya walinzi wa motoni ila ni malaika, na wala hatukuifanya idadi yao ya 19 ila kuwapa mtihani waliokufuru, wapate yakini waliopewa kitabu, yani Biblia, Mayahudi na Wakristo, kwamba inayosema Kurani juu ya walinzi wa motoni ni kweli tupu itokayo kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa kuwa hayo yanakubaliana na vinavyosema vitabu vyao, na ili waliomwamini Muhammadi ipate kuzidi imani yao, na wala wasiyatilie shaka hayo waliopewa kitabu na waumini. Na wenye maradhi ya unafiki katika nyoyo zao na makafiri waseme, Mwenyezi Mungu anataka nini kwa idadi hii ya ajabu? Kwa mfano kama huu uliotajwa, kwa kupoteza na kuongoa. Ndiyo Mwenyezi Mungu huwapoteza makafiri na kuongoa waumini. Na hapana anayewajua askari wa Mola wako mlezi jinsi walivyokuwa wengi mno, ila yeye subhanahu wa ta'ala, na huo moto si chochote ila ni kumbusho na kitisho kwa binadamu. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Hasha, na hapa kwa mwezi na kwa usiku unapokucha,
na kwa asubuhi inapopambazuka. Hakika huo moto ni katika mambo yaliyo makubwa kabisa. Ni onyo kwa binadamu, kwa anaitaka miongoni mwenu kutangulia au kuchelewa. Kila nafsi imo rahanini kwa mabaya iliyoyachuma, isipokuwa watu wa kuliani. Hao watakuwa katika mabustani, wawe wanaulizana habari za wakosefu. Ni nini kilichokupelekeni motoni? Waseme, hatukuwa miongoni mwa waliokuwa wakisali, wala hatukuwa tukiwalisha maskini, na tulikuwa tukizama pamoja na waliozama katika maovu, na tulikuwa tukiikanusha siku ya malipo mpaka yakini ilipotufikia. Basi hautawafaa kitu uombezi wa waombezi. Basi wana nini hata wanapuuza onyo hili? Kama kwamba wao ni mapunda waliotimuliwa, wanaomkimbia simba. Ati kila mmoja katika wao wanataka apewe nyaraka zilizofunuliwa. Hasha, kwani wao hawaiogopi akhera? Hasha, kwa hakika huu ni ukumbusho. Basi anayetaka atakumbuka, na hawatakumbuka isipokuwa Mwenyezi Mungu atake. Uchamungu ni kwake yeye, na msamaha ni wake yeye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Kuzidi kumhadharisha anayeonywa naye asiogope. Ninaapa kwa mwezi na usiku unapoondoka, na kwa asubuhi inapoangaza na kuchomoza, kwamba huu moto ni moja katika vitisho vikubwa kabisa vya kuonya na kuhofisha. Ni onyo kwa binadamu, kwa atakayekuja mbele katika nyinyi kutenda kheri au kubaki nyuma asitende. Kisha nafsi itashikwa kwa iliyoyatenda, ila Waislamu waliozigomboa shingo zao kwa udhaifu, hao watakuwa katika mabustani ya peponi ambayo hayawezekani kusifika. Wataulizana wao kwa wao habari za wakosefu, wakiuliza hali zao nini kilichowatia motoni. Waseme, hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali kama wasalivyo Waislamu, wala hatukuwa tukiwalisha maskini kama Waislamu walivyokuwakilisha, na tulikuwa tukijisoza na kuzama katika upotovu na mazungumzo ya uongo pamoja na hao waliokuwa wakiporojoka, na tulikuwa tukikadhibisha siku ya hisabu mpaka ikatujia yakini, yani mauti. Basi hao hakutowaokoa kuombewa msamaha na waombezi, wakiwa ni malaika au manabii au watu wema. Basi wana nini hata wajitenga na mawaidha ya Kurani? Hao hakika wamekuwa kama punda wanaotoka mbio kumkimbia anayewafukuza, bali kila mmoja wao anataka pewa ukurasa unaotoka mbinguni, uwazi uliofunguliwa, unaothibitisha ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yaani kama shahada ya ujumbe wake kwao, juu ya kuzidi kuwaonya kwa hayo wayatakayo, bali hawaihofu akhera, na wakapuuza mawaidha, na wakavumbua mbinu mbalimbali za kutaka miujiza na ishara. Ni hakika isiyo na shaka kwa Qur'ani ni mawaidha na ukumbusho wa kutosha kufikisha ujumbe. Mwenye kutaka kukumbuka wala asisahau, basi na atende. Na wala hawatakumbuka ila Mwenyezi Mungu atake mwenyewe, kwani yeye ndiye anayestahili kuogopwa, na yeye ndiye wa kumsamehe mwenye kumcha.